soka imekuwa nzuri. Mchezo huo unaambiwa tumefunga kama anasema aliyejiandaa vizuri ndio anaweza kupata matokeo. Timu imecheza vizuri lakini mpinzani anaonekana kama alikuwa bora zaidi yetu. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba timu yetu ni mbovu ama mpinzani ni mbovu. Mpinzani alikuwa vizuri na sisi timu yetu ilikuwa vizuri. Nafasi moja ambayo umepata ndio hiyo umetumia. Lakini kimsingi all in all haya ni matokeo, lazima tukubali. Hakuna mashindano yasiyokuwa na mshindi. Mashindano yenyewe kwa ujumla mmeyaonaje? Kwa namna ambavyo mashindano yanakuwa yanaandaliwa kidogo yana changamoto hasa kwenye viwanja. Sawa Kwa namna ya zone jinsi ilivyo, hii sio neutral ground. Sakalilo ametembea karibu kilomita zaidi ya 20 mpaka kufika hapo. Lakini huyo ametoka kilomita chache sana, hata kilomita 2 mpaka kufika. Ni kama Kisinga alikuwa nyumbani, lakini Sakalilo alikuwa ugenini, japokuwa kwenye kanuni inaonekana kama Sakalilo yupo nyumbani. Kwa hiyo neutral ground kama next time waangalie kiwanja ambacho kinaweza kuwakutanisha watu wote sawa. Lakini hii haikuwa neutral ground. Hii tulikuwa ugenini sisi. Huko ni Isimani. Hali yenyewe ushindani wa mashindano umeyaonaje na ninyi leo mmefikia tamati ya mashindano? Hali ya ushindani kwa kweli sio mbaya. Timu zimejiandaa vizuri kwa sababu kadri muda unavyozidi kwenda kuna watu wanafanya big surprise. Kuna timu zinafanya mambo makubwa tofauti na matarajio. Kwa hiyo ndio maana nasema anayejiandaa vizuri kwenye mashindano ndio anayepata matokeo. Kwa ufupi, neno lako kwenda kwa wadau, mashabiki na wapenzi wa Sakalilo na hata wanampira pia mkoa wa Iringa. Kwa ufupi, mashindano ya namna hii yanaongeza vipaji sana, yanahamisha sana. Leo tunakutana na wachezaji ambao hatukutarajia kuwaona lakini wanafanya vizuri. Kwa hiyo kama itatokea mashindano mengine yanayokutanisha timu nyingi hasa kwenye eneo la Iringa manispaa na vijijini, tunaweza kupata timu nzuri ambayo pengine tunaweza tukaenda nayo ligi ya mkoa au na pamoja na kupandisha ligi kuu. Lakini mashabiki waendelee kujitokeza kwa wingi kupenda mpira. Leo tumefurahi kwa sababu namna tulivyo ni kama tunavyosema Kisinga alikuwa nyumbani. Amekuwa na mashabiki wengi hasa kina mama, wabibi tumeona leo wamekuja kushangilia mpira, wanapenda timu yao na hata wa mjini pia tunatamani mashabiki wao wanajitokeza kwa wingi hasa kwenye mechi kama hizi.